Asante sana, karibuni katika Rehoboth Harvest Ministry, ambapo siku ya leo tunaingia katika kitabu cha 5 cha Musa ambacho aliandika, ambacho kinaitwa Kumbukumbu ya Torati. Kwa Kiingereza ndio mnaita Deuteronomy. Kitabu hiki ni muhimu sana, na tutaanza kwa kujifunza ama kukieleza ama kudokezea juu ya kitabu hiki na jinsi ambavyo kiliandikwa, kwa sababu ni kitabu ambacho kitakuwa ni muhimu sana kwetu kuweza kukielewa vizuri, na kimeguzaguza katika Injili ya Agano Jipya. Tutaona vile kimeingia na kimeguzaguza, ili tuweze kujua kabisa kitabu hiki kiliandikwa namna gani, naye Mwokozi wetu Yesu Kristo anaingia namna gani. Na ndiposa tukishaelewa jambo hili, ili tuweze kuliongea, nafikiri wiki hii na wiki ijayo itakuwa lesson 1 na 2, ndipo tutaingia na itakuwa ni rahisi sana kwetu kuweza kuelewa kitabu hiki. Na vile vile mnakumbuka ni kitabu ambacho Mungu anatumia Musa kukieleza juu yake, kuwarudia wana wa Israeli na kuwakumbusha tangu walipotoka Misri mpaka walipokuwa safarini, walipokuwa wanazisikia sheria za Mungu na amri zake na hukumu zake, na jinsi ambavyo katika Agano Jipya walipewa amri za Mungu kule mlima wa Horebu. Na sasa Mungu anaongea nao katika tambarare ya kule Moabu, ili kuwakumbusha kila jambo wasije wakasahau, kwa sababu hali ya kusahau huwa ni hatari sana, inaingiza watu wa Mungu katika shida ambaye wangeweza kuepuka naye. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri tutaliangalia neno hili kwa undani, na ninaomba Mungu Roho wake Mtakatifu atupe nguvu na uweza na kufungua mtu wetu wa ndani, ili tuweze kulielewa vizuri, na itakuwa vizuri sana kwa sababu tutakuwa tumepata msingi muhimu wa Biblia kulingana na mahali tulikoanza. Neno hili ambalo limeandikwa, ambalo kwa Kiingereza mnaita Deuteronomy, maana yake kwa Kiebrania inaitwa Hadebarim. Hadebarim yaani maana yake ni maneno, yaani hii maneno ama mishne. Na hii maneno ambaye tunapewa, unakumbuka, si neno moja, ni maneno mengi, yaani ya kutufunza jinsi ya kuamini katika neno moja. Kwa hivyo wakati wote utaona jina hili Deuteronomy kwa ambalo limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani, yaani Greek, unajua ya kwamba maana yake katika Kiebrania ni Hadebarim, maana yake ni maneno. Kwa hivyo inatuongelesha juu ya sheria za Mungu, ama mambo ambaye Mungu, maneno ambaye Mungu anataka tuweze kuyajua. Na hii ilikuwa ni kwa sababu ya wakati wa Musa umefika tamati, umekaribia sana wakati wa kuondoka. Kwa hivyo ni kwa heri ya Musa kwa wale wa kizazi kinacho rithi nchi, yaani wale ambao sasa watarithi nchi ambaye Mungu aliahidi. Hawa ndio tayari sasa. Musa anawaambia kwa heri. Kwa njia gani? Anawaambia kwa heri kwa kuwakumbusha neno la Mungu, kwa sababu wale waliosalia sasa ambao wanaongea nao ni wale walikuwa na miaka 20 wakitoka kule Misri, na sasa wale waliozaliwa jangwani miaka 40 iliyofuata. Kwa hivyo wote kizazi hiki kina miaka 60. Yule aliye mzee sana ni miaka 60, ila Musa peke yake na mtu anaitwa mtu anaitwa Caleb wakiwa na Joshua. Kwa hivyo hao ndio ambao ni wazee mahali pale. Kwa hivyo ndipo anawakumbusha. Kwa hivyo wale ambao hawakufa jangwani miaka 40 iliyopita, hawa ndio kitabu hiki kinawakumbusha mambo ya sheria ya watu wa Israeli waliopewa na Mungu. Zaidi kuliko makuhani, kitabu cha ukumbusho kinaeleza sana juu ya kuwakumbusha sheria, kuwakumbusha mambo yale, na kiliandikwa kunasemekana ya kwamba kiliandikwa mwaka wa 621 kabla ya kuzaliwa Kristo, ndipo kiliweza kuunganishwa pamoja maandishi yote yaliyokuwa yamefanywa na Musa. Lakini walikuwa wanasema mwaka huu wa miaka hiyo 621, unakumbuka katika Israeli kulikuwa na mfalme kijana aliyechukua mamlaka ya kutawala aliyeitwa Josiah. Huyu kijana Josiah ndiye aliweza, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamesahau sheria za Mungu
na kila kitu kwa mambo yao ya raha na mambo waliokuwa wakifanya na kuabudu miungu mingine jangwani, wa Moabi, wa makabila mengine waliokuta. Kwa hivyo walikuwa wameondoka sana katika njia, na walipoingia nchi ya ahadi waliingia kuomba miungu wengine, Morech na Baal na Ashtarothi. Kwa hivyo ilikuwa wametoka sana katika njia za Mungu, na wakiwa katika hali hiyo katika nchi ya ahadi, ndio mwaka huo ambao 621 BC ndipo mtawala huyu anaitwa Josiah alipochukua mamlaka, na yeye ndiye aliuliza yule kuhani aliyekuwa wakati ule aliyeitwa Hilikia. Huyu Hilikia akamuuliza, je, hakuna jambo ama hakuna sheria ya Mungu tunaweza ona ama maandiko ambayo tunaweza ona ikumbusha wana wa Israeli, sababu dhambi imeongezeka sana. Wakati watu watakuwa wana raha nyingi, wameingia kwa miungu wengine, wameingia raha ya kule ambako walikofika, wengi huweza kusahau mambo ya Mungu ama Mungu aliyewaokoa. Kwa hivyo ndivyo ilivyotendeka, na ukisoma mambo ya Josiah hiyo katika kitabu cha Wafalme wa Pili 22 na 23 utaona ya kwamba mambo hayo ndiyo Josiah aliyoyafanya, na huyu Hilikia wakaingia katika nyumba iliyokuwa ikiabudiwa, yani hekaruni, na wakatafuta sana, na ndipo wakapata kitabu hiki ambacho kilikuwa ni cha sheria ama kumbukumbu za Mungu. Na kwa hivyo utaona waandishi wengi ambao wanaandika mambo ya Biblia na mambo mengine, wengine wanasema ni Josiah aliandika, wengine ni hali ya kupoteza watu. Ukweli ya kwamba ni Musa aliyeandika kitabu hiki ambacho ni cha sheria. Na hapo utaona ya kwamba Yesu Kristo aliongea sana juu ya hii. Aliguzaguza kitabu hiki wakati ambapo alienda kujaribiwa pale mlimani, wakati ambapo alijazwa na Roho Mtakatifu na akaenda mlimani kuomba. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 4, wa 7 na wa 10, utaona Yesu anasema imeandikwa. Mambo hii anasema imeandikwa aliyatoa hapa katika kumbukumbu ya Torati. Hebu tuangalie, ukiona mstari wa 4 hapo Mathayo 4, na nimewaambia tutaangalia mambo hivi ili tuone Christ, yaani Kristo anaingia namna gani katika agano hili. Utaona ya kwamba mstari wa 4 imesema ya kwamba Yesu akaambia yule shetani aliyekuwa na mjaribu pale, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo maneno yaliyo katika kumbukumbu ya Torati, ukiangalia kumbukumbu ya Torati 8 mstari wa 3, ni maneno hayo ambayo Yesu aliyanena, hivyo hivyo akanukuu jinsi ilivyo. Na mstari wa 7 unaona jaribio la pili. Yesu alimwambia shetani tena, Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Na inapatikana tukinukuu katika kitabu cha kumbukumbu ya Torati 6 mstari wa 16. Kwa hivyo mstari nao huu wa 10 katika Mathayo unasema nini? Unasema, ndipo Yesu alipomwambia mara ya 3, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo hiyo unaiona katika kitabu ya kumbukumbu ya Torati 6 mstari wa 13. Sasa unaona, hivyo ndivyo nakwambia ya kwamba ni kitabu muhimu sana kukielewa na kukijua, kwa sababu unaona majaribu yale matatu, Roho wa Mungu Christ aliweza kunukuu ama kusema kutoka pale katika kitabu cha Deuteronomy. Kwa hivyo sasa unaona kitabu cha kumbukumbu ya Torati, Deuteronomy, imeanza kwenda pamoja na mambo yale Yesu aliyoongea. Na ndio unasikia ya kwamba tukisoma tunajifunza ya kwamba Yesu hakuna kitu alichosema kutoka kinywa chake ama mafikira yake. Anasema ya kwamba yote anayonena inatoka kwa Baba. Na Baba aliongea wakati gani? Aliongea katika Agano la Kale, na hapo ndipo Yesu anaenda akinukuu. Kwa hivyo hiki kitabu kinathibitisha ya kwamba tusitafute ni nani mwingine aliandika, mbali ni Musa. Na tunaona hiyo ni thibitisho kamili. Ukienda katika kitabu cha Joshua 1 mstari wa 7, unaona Mungu mwenyewe anaongea, anaambia Joshua, Mungu mwenyewe anaambia Joshua, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa
na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Unaona, anaambia Joshua ufuate sheria ulioamriwa na kuyafanya na Musa aliyekuwa mtumishi wa Mungu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Yani hapa siri nataka uende ukipata moja moja, punje punje, kidogo hapa kidogo pale. Anaambiwa ya kwamba ukishika sheria kulingana na vile Musa mtumishi wangu alivyowaamuru, yani Mungu alinena akiwa ndani ya Musa. Kwa hivyo anamwambia, na hapa unataka ujue ya kwamba Mungu hunena akiwa ndani ya mtumishi wake. Kwa hivyo ndivyo Mungu anataka kusema. Anasema yeye huongea akiwa ndani ya mtumishi wake. Wakati tunasoma neno hili tunaona ya kwamba kwa hivyo tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Joshua, tunaona ya kwamba ameambiwa na Mungu mwenyewe yajue ya kwamba afuate sheria na amri na hukumu zile ambazo Musa alielezwa na Mungu, akaamriwa awaambie wana wa Israeli kule katika Horeb. Kwa hivyo anaambiwa usiende kushoto wala kuume, ama ili upate kufanikiwa popote uendako. Kwa hivyo wapenzi, tunaambiwa nini hapa? Joshua aliambiwa ukifuata hizi sheria, uzifanye vile Mungu alimweleza Musa na ufuate vizuri, usiangalie kushoto ama upande wa kuume, wewe angalia mbele tu, yani imani yako isimame kamili, na ukisimama mahali popote utakapoenda utafanikiwa. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba sisi tukisimama na neno la Mungu kama vile tunalisoma katika Torati hii, na tukae vizuri kulingana na vile tumejifunza katika hizi vitabu vitano, tusiangalie kushoto, tusidanganywe na wachawi na waganga na watu wengine na wakufunzi wengine ama walimu tofauti na manabii wa uongo, tusifuate. Tuangalie Mungu tu kulingana na maandiko, anasema tutafaulu. Mahali pote tutaenda tutafanikiwa, tutakuwa watu wa kufaulu. Lakini ukienda kando kando, hapo hautapata kufaulu. Kwa hivyo ndio maana yake hapo anaweka udhibiti kwa Joshua asibadilike akae kama Musa. Naye vile vile katika kitabu cha Waamuzi 3:4 inasema hivi, naye Bwana aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, apate kujua kwamba watasikiliza amri za Bwana alizoamuru baba zao kwa mkono wa Musa. Kwa hivyo unaona, sheria hizi usidanganywe na mtu yeyote. Yeyote anayenisikiliza sasa, usiweze kusikia mambo ya urongo kutoka kwa makuhani ama manabii ama waalimu wa uongo wanaokuja duniani wakati huu wa siku za mwisho, wakija na mafunzo tofauti na kuanza kusema usisome Agano la Kale, ya kwamba hiyo mambo yake ilikwisha, ati mambo ni Agano Jipya. Ni kutokufahamu kwao na kutokusoma neno la Mungu walielewe, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wakijaribiwa wakiwa jangwani ili waweze kukumbuka neno ambalo amri za Mungu zilipeanwa kwa mkono wa Musa, kwa sababu Mungu aliongea ndani ya Musa. Kwa hivyo wapenzi, nawaambiaje, ni nabii wa Mungu pekee ambaye atatumika
kuliendeleza neno la Mungu, naye akiongea kama Musa kutokana na vitabu hivyo vitatu ambavyo vinaangalia nini? Vinaangalia sheria, zinaangalia amri na zinaangalia hukumu. Mambo hayo ukiyafuata vizuri, ya makuhani, ya watu wa kawaida, ya watoto, ya wale wataingia katika jamii, ya wale watakuwa wageni katika nchi yetu, ama wale wanaishi na sisi, wote wakifuata mambo yao yatafaulu na watakaa vizuri. Kwa hivyo ukiangalia tena Mfalme wa Kwanza 2 mstari wa 3, unaona Mungu anaongea tena, anasema wakati huo anaambia uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake. Shuhuda, witnesses, yani yale mambo umeyasikia Mungu ametenda katika maisha yako, katika maisha ya wengine, unajua ya kwamba ni Mungu aliyetenda. Huo ni ushuhuda. Sasa sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamalo. Kwa hivyo wapenzi, kitu chochote mtu wa Mungu ukiangalia na unafuata sheria za Mungu, na kitu chochote ambacho utafanya ukiwa katika njia za Mungu, neno la Mungu linatupa udhibiti ya kwamba utafaulu. Na hivyo ndivyo Daudi alivyomwambia kijana wake Sulemani alipochukua mamlaka. Daudi alimwambia jinsi ataenda, na utasikia ni nini tunaambiwa. Tunaambiwa Daudi alikuwa anaitafuta roho ya Bwana. Kwa hivyo vile alikaa na Mungu, hata kama alitenda dhambi na mambo mengine, yeye alikuwa akirudi mara moja kwa Bwana. Na kuambia nini, hata ukijaribiwa ukiwa katika safari hii, ni vizuri kutubu na kurudi kwa Bwana. Kila wakati uwe mtu wa kutubu. Na ndipo unaona mtumishi wa Mungu Daudi anamwambia mtoto wake, anamwambia Suleiman, sasa mimi naenda njia ziendazo, tunaenda hakule tulikotoka, na sasa wewe utazifuata amri za Mungu, sheria za Mungu na vile vile hukumu za Mungu, na usikie shuhuda zile zilitolewa ambapo walipita ziwa Nyekundu na mambo mengine Mungu aliwapigania, zikiwa shuhuda zile wewe na mimi umepitia, unazijua ni gani. Basi ukikumbuka hivyo, na tuambia watoto wetu wasibadilike hivyo, Mungu anadhibiti ya kwamba ufanyalo kwa mikono yako, ufanyalo kwa mikono yako atabariki. Uendako unaona kitu ambacho unakiona, unakitazama na unakitaka, na umefanya na mikono yako, Mungu anasema utafaulu. Kwa hivyo wapenzi, hilo ni neno, na anarudia pale. Daudi alirudia akasema kwa Torati ya Musa. Kwa hivyo wapenzi, ukiangalia Wafalme wa Pili 14 mstari wa 6 inasema hakuua watoto wa hao wauaji, yaani wale waliotenda mambo maovu nyakati zile, yeye hakuwaua. Huyu mtumishi wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa, kama alivyoamuru Bwana akisema, mababa wasife kwa makosa ya wana wao, wala wana wasife kwa makosa ya baba zao, lakini kila mtu atakufa kwa kosa lake mwenyewe. Kwa hivyo ni sheria. Hatuwezi kubeba mizigo ya watoto wakishafika umri wakuwa watu wazima, ati tunakufa kwa sababu ya dhambi zao. Hizo ni amri za Mungu, inataka kukuweka huru, yaani usiwe na jambo ambalo linakutatiza, linakusumbua. Kwa hivyo wapenzi, hata ukiona katika Ezra 3 nadhibitisha, yani nataka uelewe vizuri, neno hili liliandikwa, kitabu hiki kiliandikwa na Musa, kwa sababu kina mambo mengi sana ya muhimu ambayo inaturudia kutukumbusha. Katika Ezra 3 mstari wa 2, walipokuwa wanatoka utumwani kule Babylon, wakirudi tena kuijenga hekalu kule katika mji wa Jerusalem, unaona Ezra alisema nini? Alisema, ndipo akasimama Yoshua mwana wa Yosedaki na ndugu zake makuhani na Zerubabel mwana wa Shitieri na ndugu zake, nao wakaijenga madhabahu ya Mungu wa Israeli ili kutoa sadaka ya kuteketezwa juu yake, kama ilivyoandikwa katika Torati ya Musa mtu wa Mungu. Unaona, hata wale baada ya miaka mingi sana walikuwa bado wanakumbuka Torati iliandikwa na Musa mtu wa Mungu. Na unaweza ona hayo katika kitabu cha Hagai 1:1, vile vile kitabu cha Zekaria 3:1,
vile vile katika kitabu hicho hicho cha Ezra 2 mstari wa 2, na unaweza ona vile vile katika kitabu cha Zekaria 4 mstari wa 6 mpaka wa 10, anaongea juu ya hiyo. Mathayo 1 mstari wa 2, na kitabu cha Luka 3 mstari wa 27, na utaona katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati amenukuu hii kutoka katika hiyo Kumbukumbu ya Torati 20 mstari wa 24 na 12 mstari wa 5. Kwa hivyo zinaenda pamoja, kitabu Agano Jipya na Agano la Kale. Na unaona katika Nehemia 1 vile vile, naye alikumbuka mambo haya ya Torati ya Musa. Anasema nini? Tumeenenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Angalia huyu kijana Nehemia ambaye anakuja kujenga ukuta wa Yerusalemu, anakumbuka na kusoma na kutukumbusha ya kwamba yale yanayofuata yeye, yale yamemfanya atoke na kuomba ruhusa kule Babylon akajenge ile ukuta wa Yerusalemu, ni kwa sababu ya zile sheria na hukumu na amri ambazo Mungu alimpa Musa atueleze. Kwa hivyo ni Musa. Na unaona katika kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 7, alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Yaani tunaonyeshwa Mungu alimuonyesha Musa njia zake. Pita njia hii, niamini hivi, shika sheria zangu, shika amri zangu, shika hukumu zangu. Hizo ni njia za Mungu. Wakati unafanya hayo, uko katika njia za Mungu. Lakini kwa wana wa Israeli ambao walikuwa ni waelezwe na Musa, aliwafundisha haya kwa matendo, kwa sababu hawakuwa na imani ile kubwa kama Musa. Hawakuwa wamekutana mlimani kule Horeb na Mungu kama Musa, wakati wa kichaka kikiungua hakiungui. Lakini hawa wangeamini. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na imani tofauti. Wengine hawakujua vile Mungu hutenda, waliona matendo. Wale watu ambao imani yao huwa ni hafifu, huwa bado haijafika kiwango, hao huamini kwa matendo. Na ndio unaona watu wengi siku hizi wamekimbia mahali kuna miujiza, mahali kuna mambo kama hayo, kwa sababu hawataki kuzijua sheria kabisa za Mungu. Ile mambo wanaona ndio wanaamini. Lakini ukishaona matendo ya Mungu, wewe ni lazima ujue ya kwamba ulisome neno la Mungu ama ukafunzwe neno la Mungu, uweze kulielewa vizuri na kulijua vizuri, ili uweze kusimama vizuri katika safari hii, kwa sababu sisi ni wasafiri. Hata Danieli alikumbuka, wapenzi. Hata Danieli alikumbuka. Alisema nini? Alisema Danieli 9 mstari wa 11, naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako kwa kugeuka upande wasiisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yenu, na uwapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya tumetenda dhambi. Yaani tumeondoka katika sheria zile Mungu alisema. Na hiyo amenukuu kutoka wapi huyu Danieli? Amenukuu kutoka katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 27 mstari wa 15 mpaka wa 26, na vile vile katika kitabu ya Yeremia 8 mstari wa 10, na Isaia hata vile vile amenena hiyo katika Isaia 1 mstari wa 5 mpaka wa 6, ambaye ilinukuliwa na huyu mtumishi wa Mungu akiwa Babylon, ambaye anaitwa Danieli. Kwa hivyo nataka uelewe jinsi kitabu hiki kitakuwa muhimu, kwa sababu mambo mengi imekushikanisha na kukuambia imeenda ikinukuliwa. Wakati unasoma neno la Mungu, ujue ni nona moja hapa moja pale. Ukisoma katika kitabu cha Isaia 28, unaona ya kwamba unachukua laini moja hapa, neno lingine pale, ikiungana pamoja inakuwa imekufunza jambo ambalo Mungu ananena. Kwa hivyo siri ya Mungu na kuielewa ni neno pale, laini hapa, laini pale, ukiunganisha inakuwa hivyo. Ndio maana na waendeleza na njia hiyo. Sasa muone inapatana namna gani. Wakati tunaingia kusoma neno hili, hautakuwa na mambo mengi ya kurudia. Wewe ni kujaza tu katika roho yako, katika kuficha, katika siri za kiungu. Na vile vile Malakai katika agano la mwisho, lile la agano la kale pale kitabu cha mwisho kabla tuingie Makabisi. Kwa hivyo unaona ya kwamba hata na yeye katika Malakai 4 mstari wa 4 alikumbuka hii. Alisema nini? Ikumbukeni torati ya Musa, katika mstari wa 4, mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horeb kwa ajili ya Israeli, naam, amri ya hukumu. Kwa hivyo Mungu anakumbusha huyu mtumishi wake Malakai
anamwambia juu ya kumbukumbu ile iliandikiwa na Musa, na anasema naye huyu Malakai aliinukuu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 4 mstari wa 10. Ndiyo hiyo imeandikwa katika kitabu hiki cha Malakai. Kwa hivyo vitabu vya Joshua na kitabu vile vile cha kwanza cha Samueli zinathibitisha sheria zilizokuwemo Israeli mwanzoni na kuendelea na wana wa Israeli kule Kanani. Zote walizofuata walipokuwa wanaingia Kanani katika kitabu cha Joshua na katika Samueli wa kwanza zilikuwa ni zile zilizofanywa, kwa sababu unajua huyu kuhani, wakati Eli aliharibu mambo yote na watoto wake na Phinehas, alipoondolewa, Mungu alikuwa amepata mtoto ama kuhani kupitia kwa Hana, ambaye alikuwa ni mtoto wa baraka, ambaye alipeanwa hekaruni na alikaa hekaruni. Alikuwa tangu mtoto wa miaka 2 alipopeanwa, alikaa hekaruni chini ya sanduku la agano akisikiza mambo ya Mungu kutoka kwa mtumishi wake wa wakati huo Eli, wakati watoto wake hawakutaka kusikiza. Na huyu Samueli aliweza kusikia vizuri, na umesikia naye Joshua aliambiwa na Mungu kinagaubaga pale mwanzo, Joshua 1 mstari wa 7, asiondoke kushoto wala kulia, akiangalia neno hilo na yote atafaulu. Naye Samueli vile vile alikaa nyumba ya Bwana akifuata sheria hizo na akaweza kufaulu na kuiweka vizuri Israeli, na akapewa baraka na Mungu ya kuwa mtumishi wa Mungu wa kwanza ambaye alikuwa ni kuhani na vile vile alikuwa muamuzi, na zaidi ya yote akapewa mamlaka ya kumwagia mafuta mtumishi wa Mungu wa wafalme wawili, huyu Sauli wakiwa na Daudi. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba chote alichoguza kilibarikiwa, na yale aliyonena ilikuwa kutoka kwa Mungu kupitia nini? Amri za Torati zilizoandikwa na Musa. Kwa hivyo wapenzi, na tuone Kristo naye anaingiaje hapa. Hebu tuangalie hapa, Kristo anapiga muhuri jambo hili. Ukiangalia katika Mathayo 19 mstari wa 7 kwenda mpaka wa 9, anasema nini huo mstari wa 7? Wakamwambia, yani wale watumishi wakawa wanauliza Yesu, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya taraka na kumwacha? Wanaongea juu ya kuoana na kuachana. Nao walipomuuliza swali jambo hilo, Yesu akiwa katika Kristo roho, Jesus Christ akiwa katika roho, yani roho wa Mungu, sasa ndio anajibu. Yesu akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Musa aliwaambia hayo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Aliwapa ruhusa ya kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Yaani Mungu hapendi hii ambayo inaitwa talaka. Mungu hapendelei, ni roho wa Mungu anaongea. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. Unakumbuka Adamu na Hawa walikuwa ishi pamoja. Unakumbuka wakati wote katika vitabu tulivyosoma hatukusikia mtu kama Harun akiacha mkewe, hatukusikia Musa akiacha mkewe, hatukusikia kina Nuhu akiacha wake zao. Hivyo ndivyo roho wa Mungu anarudia kusema ati haikuwa hivyo tangu mwanzo. Kwa hivyo Mungu hapendelei talaka. Wakati watu wanatalikiana, Mungu hapendi hiyo, kwa sababu amewaunganisha, mumekuwa mwili mmoja. Kwa hivyo wapenzi, nami nawaambia ninyi kila mtu, na amewaambia kabla sijamalizia hapo, amewaambia ni kwa sababu ya mioyo yenu migumu ndio huenda mnafanya talaka. Yaani mnakosana, mnakosa kuenenda pamoja, mnaingiana kwa mambo yasiyofaa na vita na farakano na mambo mengine. Ndio talaka inakuja. Kwa sababu gani? Sababu ni mioyo migumu ya wanadamu. Hawasikii neno la Mungu linavyosema, na mmoja anaweza kuleta shida, mambo hayo ya talaka yakapatikana. Na unajua kuna dini zingine zinataliki watu hata mara 4, ngapi? Nyingi tu. Kwa hivyo mnajua mambo ya dini za ulimwengu. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakaye mwacha mkewe, isipokuwa tu ni kwa sababu ya usherati, akaoe mwingine azini, naye amuoae yule aliyeachwa azini. Kwa hivyo Mungu anasema sheria ya Musa ile ile inawekwa maanani. Anasema mwanaume yeyote, yani ndio anaitwa mtu hapa, akiacha mkewe na amwache wawe na taraka, ni makosa, kwa sababu anafanya mke wake akazini, akawe msherati, na yule mtu atakayemwoa naye awe msherati. Na anasema hivyo kwa nini? Kwa sababu mwanamke hawezi kutaliki mwanaume.
Mwanamke hawezi kumtaliki mwanaume kwa sababu si yeye alioa mwanaume, ni mwanaume atamtaliki kwa sababu ya roho zao ngumu. Wanawake hawana shida katika nyumba ya Mungu. Hivyo ndivyo unaelezwa, ukimwambia mkae pamoja mtaishi. Lakini anasema unaweza tu kumtaliki ikiwa ameingia katika usherati. Ni hiyo tu, kwa sababu mwili mmoja umechanganyika sasa, umekuwa si mwili mmoja, ni mwili wa wengi. Kwa hivyo ndivyo Bwana anasema kupitia Roho Mtakatifu, na hii inasababisha huyo mke pamoja na yule anayemuoa tena wawe wote wanazini. Na hiyo ndio mambo ya Agano Jipya, hiyo ndio sheria ya Agano Jipya. Kwa hivyo Mungu hapendelei talaka. Kwa hivyo wapenzi, ukiangalia katika Marko 7 na utaona hiyo mambo ya talaka imeandikwa katika Injili ya Musa, na ndiyo hiyo Yesu, Roho wa Mungu alikuwa anarudia, yaani habari sheria za Musa. Na katika Marko 7 mstari wa 10 unaona ya kwamba maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba au mamaye kufa na afe. Kwa hivyo watoto, sisi ambao tumezeeka na watoto wote, hakuna hana mama na baba, lakini sheria inasema ya Musa vile ilikuwa ndio iko hata sasa katika kitabu cha Agano Jipya. Inasema nini? Hiyo maneno naye Yesu alinukuu kutoka wapi? Alitoa katika kitabu cha Exodus, Kutoka 20 mstari wa 12. Ndio hiyo imeandikwa namna hiyo, jinsi Yesu alivyoongea. Na vile vile katika kitabu cha Kutoka 21 mstari wa 17, na vile vile kitabu cha Walawi 20 mstari wa 9, na vile vile Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 16. Yesu ananukuu kutoka hapo. Nataka kukuambia nini? Hii ni maneno ile imeandikwa, Yesu alinena na kinywa chake, ambaye iko na rangi nyekundu katika Agano Jipya. Hakuna neno lake amesema, anasema ile Baba alisema kupitia mtumishi wake Musa. Kwa hivyo hakuna kitu Roho wa Mungu anasema ile itokayo kwa Baba, haneni maneno yake. Na ndio tunaambiwa atakaye tukana Roho hata samehewa, kwa sababu yeye haongei mambo yake, na Roho anaongea ndani ya Yesu. Kwa hivyo tumheshimu Roho. Na ndio wakati mwingi mimi huwa nawakumbusha, tukiwa katika hata madhabahu, achana na mambo ya roho, achana naye. Mungu mwenyewe ataamua, lakini ukiwa kiwango cha kuelewa ni roho gani inatawala, basi mara moja unatambua hii roho si kutoka kwa Mungu, hii na maneno yake. Na kwa hivyo ukiweza kujua hiyo, una mamlaka ya kuikemea, kwa sababu haijatoka katika sheria za Mungu. Na ukiangalia katika Luka 20 mstari wa 28, unaona ya kwamba amenukuu vile vile kutoka katika kitabu cha Deuteronomy, hiyo Kumbukumbu ya Torati 25 mstari wa 5 mpaka wa 8. Na anasema nini Yesu? Wakisema, mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtoe huyu mke ampatie ndugu yake uzao. Unaona, ananukuu tena kutoka pale. Maandiko ilikuwa imesema hivyo, na Yesu akarudia hiyo. Kwa hivyo hakubadilisha, yeye aliwacha vile ilikuwa Musa amesema, yeye aliwacha hivyo. Na Musa alisema kwa njia gani? Alisema kwa sababu ilikuwa imetoka kwa Mungu, na Musa naye hakusema hivyo. Musa alikuwa ni chombo cha Mungu akiwa ndani yake. Kwa hivyo wapenzi, katika Yohana 5:45 mpaka 47 unaona vile vile wananukuu Yesu ananukuu kutoka katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 31 mstari wa 26. Anasema, msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa baba yako huyuko anaye washtaki. Yaani yeye Roho hatushtaki kwa Baba, yuko yule anayetushtaki, ndiye Musa. Sikiliza vizuri, ndiye Musa munaye mtumainia ninyi. Kwa hivyo mambo yaliyoandikwa na Musa, sheria zilizoandikwa na Musa ndio anatushtaki. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio alituletea hizo sheria, yeye ndio alituambia vile Mungu amenena, yeye ndio anaongea kwa niaba ya Mungu. Yaani kinywa cha Musa ndio Mungu anatumia kutueleza vile tutakaa. Kwa hivyo Yesu hahukumu yoyote, unielewe vizuri. Na ndio anasema yeye hahukumu yoyote, anayewahukumu ni Musa aliyeleta hizi sheria za Mungu na kumbukumbu zake, na vile vile hukumu, na vile vile amri. Yeye ndiye alipewa pale mlimani wa Horebu, na ukisoma hiyo
utaiona katika kitabu cha Deuteronomy 31 mstari wa 26. Yesu, nataka uangalie vizuri, nataka uelewe neno la Mungu. Usije ukawa unarukaruka hapa na pale, ya kwamba sheria tunazopata na mafunzo tunayopata kutoka katika kinywa cha Yesu Mwokozi wetu, yote si yeye anasema, anasema yale Musa alisema. Na Musa naye anasema hayo kwa nini? Aliandika namna gani? Aliandika kwa sababu Mungu alinena ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu alijazwa na Roho pale mlima wa Horeb, wakati alikutana na Mungu akiwa kichaka kinachochomeka lakini hakichomeki. Kwa hivyo wakati mtumishi wa Mungu amekutana na Mungu mwenyewe, na ikawa Mungu mwenyewe ndiye anampa maneno hayo, hampi kutoka nje, anampa yale yale ya Musa aweze kueleza watu. Kwa hivyo elezi kutoka kwake. Wakati unasikia mtu anakupa hadithi za kina Karuru na nini na mambo mengine ambaye ni tofauti na neno la Mungu, mtu huyo anakupoteza. Mtu anayekuambia ati mambo ikienda hivi, ukifanya hivi utakuwa hivi, tofauti na kitabu na kumbukumbu za Mungu, huyo mtu ama huyo nabii ni nabii wa uongo, naye ajue ya kwamba moto unamsubiri. Kwa maana kama mungalimwamini Musa, mstari wa 46, kama mungalimwamini Musa, mungeniamini mimi. Hapo ni Yesu anaongea, anawaambia wana wa Israeli kama na Mafarisayo, kama mungemwamini Musa, yani amri hizi za Musa, vitabu vile vitano, hata Yesu mungemwamini. Kwa hivyo wapenzi, hauwezi kumwamini Yesu kama hauamini neno lake, kwa sababu Yesu ni neno, na neno ndiyo hilo tunasoma, na Mungu mwenyewe ndiye alinena neno mlima wa Horeb, akampa nani? Musa, naye Musa akaongea hivyo hivyo. Musa hakuongea yake, na wakati Musa aliongea yake, Mungu alimwambia hautaingia hata wewe. Kumbuka pale katika Kedeshi, wakati waligonga lile jiwe mara mbili, hiyo ilikuwa ni yake, akisema kwa nini mimi lazima niwape maji, mnanitisha kila wakati? Kwa hivyo sasa hapo ndio Mungu alikasiri, akamwambia hata wewe hautaingia, kwa sababu hiyo neno tu umeongea kutokana na wewe mwenyewe limekukataza kuingia. Wakati utahubiria watu urongo, wakati utaongea mambo yasiyofaa, yasiyotokana na Mungu, hiyo ndio itakumaliza hata wewe, maana hautamuona Mungu. Na ndivyo Yesu anasema kwa maana kama mungalimwamini Musa, hata mimi mungeniamini, yani Yesu mwenyewe, kwa sababu yeye Musa aliandika habari zangu. Kwa hivyo Yesu angalia hapa vizuri, nataka uende ukijua, kwa sababu tukiingia kitabu sitarudia kila mahali. Nataka kukuambia ya kwamba Yesu anasema mwenyewe, anashuhudia na kinywa chake, anaambia wana wa Israeli, kwa sababu yeye Musa aliandika habari zangu. Kwa hivyo Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu, na mwana wa Mungu ni Mungu. Ni Roho wa Mungu. Kwa hivyo aliandika wapi? Katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 15, katika Mwanzo 49 mstari wa 10, katika kitabu ya Deuteronomy 18 mstari wa 15. Musa aliandika juu ya nabii atakayozaliwa kati ya wana wa Israeli. Nabii huyo ni nani? Ni Yesu atakaye kuja. Lakini msipoyaamini maandiko yake, yani Musa, msipoyaamini, mstari wa 47, mtayaamini wapi maneno yangu? Unaona, kama hamuamini mambo ya Yesu, ya Musa, kama hamuamini agano la kale, kwa kifupi anasema kama hamuamini agano la kale, vitabu vitano, kama hamuamini ambavyo viliandikwa na Musa, mkatae kuamini hiyo, mtaamini Yesu namna gani? Hamwezi kuamini Yesu. Kwa sababu nini? Yesu asemi yake, anasema yale yaliyonenwa na Baba, na Baba alinena hayo nini? Akiwa ndani ya Musa. Kwa hivyo wapenzi, uangalie hiyo inadhibitika inarudiwa katika kitabu ya Yohana 7 mstari wa 19 na vile vile katika kitabu Injili ya Luka 16 mstari wa 31 yananukuliwa yale maneno. Kama hamuamini ya Musa, mtamuamini namna gani Yesu? Ni yeye mwenyewe anasema hiyo. Kwa hivyo wapenzi, sitaki kuwafunza mambo tofauti. Nimeenda maandiko kabisa ili niwafunze ukweli, na mtakapolijua neno litawaweka huru. Kwa hivyo wapenzi, tuone inasema nini. Naye hii vitabu Deuteronomy inanenwa mara 80 katika vitabu 17 ya vile vitabu 24 vya Agano Jipya. Unaona,
hii kitabu inaongelewa mambo yake, inanukuliwa sana katika vitabu 17 vinavyopatikana kati ya vitabu 27 vilivyo katika Agano Jipya. Hiyo ni kusema nini? Unajua Agano Jipya ina vitabu ngapi? 27. Kati ya hizo 17 ambazo ni za Injili, hapo Yesu ananenwa sana. Hata wakati Petro alikuja, hata wakati Paulo naye alikuja kueleza doctrine zake, vile vile aliweza kunukuu kutoka katika vitabu vya Musa. Ukiona kwa mfano Peter anaongea katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wa 22, anasema nini? Anasema, kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Hiyo unaelewa nini? Unaelewa amenukuu, huyu Petro amenukuu kutoka katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 18 mstari wa 15 na wa 18, na vile vile kitabu hiki cha Matendo ya Mitume imenukuliwa tena 7 katika Matendo ya Mitume 7 mstari wa 37. Na inasema nini? Hebu nikufunulie kidogo laini hiyo ya 22. Inasema, kwa maana Musa kweli alisema kwamba, yani Musa kwa kweli alisema kabisa, the truth, alisema Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii, yani mtazaliwa nabii kati yenu. Huyu nabii katika ndugu zenu, yani hatatoka mbali, yani naye atakuwa mfano wa Musa. Yani Musa akasema kama mimi, atakuwa nafanana na yeye, yani kuwaeleza vile Musa anavyonena. Msikieni. Musa akasema msikilizeni huyo. Ukisoma katika hiyo Deuteronomy 18 mstari wa 15 na 18, utaona aliwaambia wana wa Israeli kule katika hiyo tambarare ya Horeb, ambapo ya Moab, ambapo wanaongea nao, anawaambia kwamba mumsikie huyo. Nani huyo? Yesu. Msikie vile anawaambia katika mambo yote atakayonena nanyi, yani mimi na huyo, yani mimi na wewe, mambo yele atanena Yesu tuweze kumtii. Musa aliongea hiyo katika tambarare ya Moabu, wakati anaongea na wana wa Israeli, wakati siku zake zilikuwa zimekaribia sana kurudi nyumbani. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie hapa mstari wa Warumi 10 mstari wa 19. Nataka uelewe hiki kitabu vizuri, uone hatuendi msituni, hatupiti msituni, kina maana na kimeelekezwa na kimesimama imara. Na ndiyo Yesu alirudia kila wakati, mtakapojua ukweli mtakuwa huru. Kwa hivyo wapenzi, ukweli huu ndio anawaeleza, ndio ujue vitabu hivi vinafanya kazi namna gani. Hakuna kitabu kingine kinaeleza mambo ya Mungu ijapokuwa vitabu 5 vya Musa. Ndivyo vinatupa foundation, ndio zinatupa mzizi, ndio tunatupa nguvu, ambayo kutoka hapo ndio tunakuwa. Na tukikuwa, Yesu alikuja kuweka nguvu. Ukiona Yesu alisema hiyo katika Mathayo 5 mstari wa 17, sikuja kuondoa, na ndio naona haondoi, ana nukuu kutoka huko. Kwa hivyo Warumi 10 mstari wa 19 anasema nini? Lakini nasema, je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawaghadhabisha. Yani Mungu akinena akiwa ndani ya Musa, Musa akinena akiwa ndani ya Mungu. Alisema ya kwamba atafanya watu waweze kuwa na ghadhabu na waone aibu, wakati atawachukua watu ambao hawakuwa taifa kuwa taifa. Kwa hivyo atawakasirisha. Na hiyo ni kusema nini? Mungu wakati anainua mtu asiyejulikana, wewe na mimi na mwingine ambao tunamwamini Mungu, aanze kuwainua na kuwabariki, wale watu wengine wanaghadhabika, wanakasirika, wanakuwa na wivu. Kwa nini ni huyu? Kwa nini huyu ameteuliwa? Lakini siri ni kwamba anazishika amri za Mungu. Kwa hivyo wapenzi, kwa siku ya leo nitakoma hapo. Halafu wiki ijayo tutaangalia siri za ndani ambazo Musa aliandika, ambazo tunatakiwa kuzijua, ili naye Kristo aliziingiza namna gani katika Agano Jipya, wakati alikuwa anaongea naye watumishi wake kina Paulo na kina Petro na wengine walizitumia namna gani ili kulifunza kanisa la Bwana wakati Roho wa Mungu aliposhuka. Wapenzi, tutakoma mahali hapo.
na Mungu awabariki, azidi kuwainua, awatendee makuu. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kuweza kuelewa mambo ambayo yameandikwa katika Kumbukumbu ya Torati ni ukweli na imetoka kwa Mungu, na Yesu hakunena chochote kutoka kwake binafsi, bali ananena yatokayo kwa Baba, na ilinenwa katika Kumbukumbu ya Torati na Musa akitumiwa na Mungu. Kwa hivyo wapenzi, pasiwe na mwingine atakubadilisha, kwa sababu tumeona maandiko kutoka Agano la Kale na katika Agano Jipya. Na ukiangalia hiyo ya mwisho tumesoma hapo, Warumi 10 mstari wa 19, hiyo imenukuliwa kutoka katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 32 mstari wa 21. Ndiyo hiyo ambayo mtu wa Mungu Paulo anaongea kwa kanisa la Rumi. Wapenzi, hiyo ni siri. Unaona, Paulo ameongea akinukuu kitabu kile, na vile vile Petro ameongea katika Matendo hiyo 3 akinukuu kitabu kile kile, naye Yesu mwenyewe ameongea mahali nimewaeleza akiongea juu ya hiyo hiyo. Kwa hivyo hata mimi naongea nikinukuu kitabu kile kile, nawe utakifahamu na utaongea kwa wengine ukinukuu namna hiyo. Hatutatoka kama Joshua alivyoambiwa, hatutaangalia kushoto wala kulia, bali tutasimama pale, na anatuambia tutakachoona na tutakachoguza tutafaulu. Mahali pote tutapita tutafaulu. Mungu awabariki siku ya leo, awainue, awatendee makuu. Wacha baraka yake na ufunuo katika Roho Mtakatifu na uelewevu uwe pamoja nawe utakayenisikia katika YouTube na mahali popote hata miaka ya nyuma. Maandiko ya Mungu ni thabiti na ni ukweli. Mungu awabariki sana.